Leo ni sikukuu ya Yesu Kristo Mfalme. Tafakuri yetu katika siku hii kuu inasema, Yesu Kristo Mfalme, ufalme wake duniani usio wa kidunia. Ni ufalme ambao sisi sote ni taifa teule la makuhani na wafalme. Tunapoadhimisha sikukuu ya Yesu Kristo Mfalme, na tujiulize kwa tafakuri, je, Yesu alimaanisha nini aliposema, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu? Yohana sura ya 18 mstari wa 36. Wengi wanashindwa kumwelewa Yesu wakidhani kuwa alisema yeye sio mfalme duniani bali mbinguni. Lakini Yesu hakumaanisha hivyo. Yesu hakusema kuwa yeye sio mtawala duniani bali dunia hii au ulimwengu huu. Sasa alimaanisha nini kwa kusema hivyo? Alimaanisha ufalme wake duniani sio sawa na falme zilizopo duniani. Dunia hii au ulimwengu huu maana yake ni hali hii ya sasa jinsi ilivyo. Sote tunafahamu tabia za falme za kidunia au tunafahamu serikali za kidunia zilivyo. Enzi za Yesu kulikuwepo na utawala wa Kirumi. Huu haukuwa utawala wa haki, bali ulikuwa ni utawala wa kimabavu. Yesu alisema, ufalme wangu sio kama huu mliouzoea, ni ufalme wa tofauti. Tukumbuke Yesu alikwisha kusema ya kuwa yeye ni mtawala mbinguni na duniani. Alisema hivi, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mathayo 28 mstari wa 18. Hivyo basi, hatuwezi kusema Yesu sio mtawala duniani. Yeye ni mtawala duniani, lakini sio utawala wa dunia hii. Je, ufalme wa Yesu unatofautianaje na falme za dunia hii au ulimwengu huu? Yesu alielezea, kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Yohana 18 mstari wa 36. Yaani, angekuwa na serikali, angekuwa na jeshi la kumlinda, kungekuweko na watawala na watawaliwa, kungekuwepo na sheria na taratibu za lazima za kuulinda ufalme. Ufalme wake ungekuwa na maslahi. Lakini hii siyo tabia ya ufalme wa Yesu. Ufalme wa Yesu ni ule wa kutoa na sio wa kupokea. Ni ufalme unaotoa au kuleta amani. Hivyo Yesu ni mfalme wa amani. Isaya 9 mstari wa 6. Utawala wa Yesu ni ufalme utoao, na ni ufalme utoao upendo kamili. Yohana sura ya 15 mstari wa 13. Ufalme wa Yesu ni ufalme wa kuwachunga watu chini ya mchungaji mmoja aliyejitoa mazima kwa ajili ya wote. Yohana 10 mstari wa 11. Ni ufalme ambao kila aliyemo ndani yake ni mfalme chini ya mfalme mmoja, yaani Yesu Kristo. Maandiko yanasema, lakini ninyi ni taifa teule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu walio milki ya Mungu.
Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Ni ufalme wa haki na huruma tele. Ijapokuwa haki na huruma haviwezi kwenda sambamba katika falme au serikali za ulimwengu huu, lakini katika ufalme wa Yesu inawezekana. Yesu Kristo ni mfalme milele. Heri kwa sikukuu ya Yesu Kristo mfalme. Lakini pia hongera kwa kuwa mojawapo katika taifa la kifalme. Tumsifu Yesu Kristo.